Tayari kumeshaanza kuchangamka. Unaambiwa kocha wa zamani wa timu ya Yanga Pedro Goncalves tayari amewapeleka FIFA klabu ya Yanga. Na hii imekuwa ni kawaida kwa wachezaji wengi na makocha wengi ambao wanafukuzwa ndani ya kikosi cha Yanga, wamekuwa wakiwapeleka FIFA klabu ya Yanga. Kuna mambo mengi yameweza kutokea nyuma ya pazia. Hii ni kutokana na kile ambacho alikuzungumza kocha Pedro Goncalves. Japokuwa kocha alikuwa na performance mbovu, wote tulikuwa tunaona timu yake inacheza vibaya, kocha hajui kufanya sabu, yani Yanga ilikuwa ni hovyo, aliweza kufungwa na Simba, kitu ambacho hakitokea siku nyingi sana pale katika mitaa ya Twiga na Jangwani. Kwa hiyo baada ya kuondoka sasa kwenye klabu ya Yanga, tayari Yanga hawajamtimizia mambo yake bwana kocha Pedro Goncalves. Kwa hiyo ameamua kwenda kuwapeleka kwenye shirikisho la mpira wa miguu hapa duniani FIFA. Wewe mtazamaji wa Bongo 9, kama unahitaji kufahamu ni kwa nini kocha Pedro Goncalves amewapeleka timu ya Yanga FIFA, kwa sababu kuna vitu vingi sana wameweza kumtendea. Kitu cha msingi ambacho unatakiwa kukifanya kwa sasa ni kuhakikisha umeweza kusubscribe channel yako pendwa kabisa ya Bongo 9, alafu ukae nami mwanzo mpaka mwisho wa hii video. Kiuhalisia kitu ambacho Yanga walikifanya kilikuwa ni sahihi kabisa, kwa sababu performance ya kocha Pedro Goncalves ilikuwa ni mbovu sana, na endapo wangemwacha basi kulikuwa kuna uwezekano mkubwa sana wa Yanga kupoteza ubingwa msimu huu, kwa sababu huku tunakoelekea Yanga angepoteza pointi na Simba angetumia nafasi hiyo ili kuweza kukaa pale juu ya msimamo. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo Yanga wamekuwa wakivifanya siku za hivi karibuni kwa wachezaji na makocha ambao wanatoka katika timu yao, hususan ni wale wachezaji ambao wanatoka kuashari, hususan wale makocha ambao wanawafukuza. Of course hivi sio vitu vizuri. Sasa baada ya kuwakuta watu wengi, hatimaye limefika kwa bwana Pedro Goncalves, na yeye ameonja kile kiatu ambacho watu wengi wamekuwa wakikionja. Unaambiwa ya kwamba Yanga hawajamlipa bwana Pedro Goncalves mshahara wa miezi 6. Yani miezi 6 yote aliyofanya kazi alikuwa anapewa mshahara nusu. Na alivyoomba mshahara wake basi wakaamua kuweza kumfukuza. Sasa hiki ni kitu ambacho of course kwenye mpira wetu sio kizuri. Kocha kama umemwajiri basi mlipe kama mkataba ambavyo unasema, na kama ukiona huna haja naye basi mlipe aende zake. Mbona timu ya Simba inaongozwa na tajiri amekuwa akilipa wachezaji kwa pesa ndefu sana ili kuepusha malalamiko. Sasa kwa upande wa coach Pedro Goncalves ameweza kuwapeleka FIFA Yanga kwa sababu anawadai na hela zake hawajamlipa takribani miezi 6 aliyokuwa anafanya kazi, na baada yeye kuenda kudai pesa zake basi ndio hivyo tumeona wameamua kumfukuza. Na ukiangalia performance sawa ya timu ya Yanga ilikuwa ni mbovu, lakini kiuhalisia Yanga chini ya utawala wa kocha Pedro Goncalves hajawahi kupoteza mechi hata moja hivi tunavyozungumza. Iliweza kupata sare tu, lakini masuala ya kupoteza mechi wananchi wamesahau ni siku gani walikuwa wana maumivu ya kupoteza mechi. Hawajapoteza mechi kabisa kwenye utawala wa kocha Pedro Goncalves. Japokuwa timu yake ilikuwa inacheza vibaya, lakini kufungwa magoli Yanga ilikuwa ni adimu. Walikuwa very compact. Kumfunga Yanga ilikuwa ni kipengele, na ndio maana ilikuwa inapata matokeo ya 1-2, 2-2 na timu inasonga. Lakini viongozi wakaona huyu kocha hatufai, wakaamua kumfukuza. Lakini nyuma ya pazia za ndani kabisa ni kwamba chanzo cha kumfukuza ni bwana kocha Pedro Goncalves kwenda kudai fedha zake za mshahara. Mishahara alikuwa akipewa nusu. Kile kiwango ambacho walikubaliana nacho kwenye mkataba alikuwa akipewa nusu, alikuwa apewi pesa zote. Na huu umekuwa ni utaratibu kwa klabu ya Yanga. Imekuwa ikifanya hivi mara nyingi sana. Wachezaji wengi tumeshuhudia wameenda kuwapeleka FIFA, na hatimaye wachezaji hao waliweza kushinda kikombe hiki. Sasa imemkuta Pedro Goncalves ambaye aliweza kukaimiwa na kocha Pep Moali. Watu wengi wakazungumza mambo mengi sana, wakasema ya kwamba kitendo cha klabu ya Yanga, uongozi wa Yanga kumleta Pep Moali ni kwenye kikosi ilikuwa ni mtego ambao walikuwa wamemtegea bwana Pedro Goncalves. Walimtegea mtego huo ili kuhakikisha wakimfukuza Pedro Goncalves basi watakuwa na backup coach ambaye atawaongoza mpaka mwisho wa msimu.
msimu kuisha, ili waweze kutafuta kocha mzuri ambaye atawapeleka nchi ya ahadi. Na kwa tetesi ambazo tumeweza kuzipata ni kwamba kocha Fadlu tayari anaweza kuja na kumwaga wino ndani ya mitaa ya Twiga Jangwani, kwa sababu alimtaka siku nyingi, lakini Fadlu yeye alikaza na aliendelea kubaki kwenye klabu yake ya Raja Casablanca kutokea kule nchini Morocco. Kwa hiyo huu mtego alikuwa amesitiwa Pedro Goncalves, na hatimaye mtego ukatiki. Mwisho wa siku Pep Mourinho anaishikilia timu. Of course Pep Mourinho ni kocha mzuri sana, lakini sio kocha mzuri kivile kumwachia timu moja kwa moja. Ni kocha mzuri kama kocha msaidizi, kwa sababu ana mbinu nyingi, na mbali na ukocha ana vitu vingi. Ndio maana aliweka kama mkurugenzi wa ufundi wa klabu ya Yanga kabla hajarejea mara ya pili kama kocha msaidizi, na anaweza kuwafikisha nchi ya ahadi, atawavusha, na nina imani ya kwamba Yanga itaenda kuchukua ubingwa tena mara ya 5 mfululizo chini ya kocha Pep Mourinho, kwa sababu yake tu pale alivyoweza kuingia kwenye klabu ya Yanga iliweza kuonekana. Yanga of course walibadilika kiuchezaji, wakawa wanacheza vizuri, tofauti na mara ya kwanza pale ambapo full team ilikuwa under Pedro Goncalves, ambaye kwa sasa hivi tunavyozungumza mimi na wewe yuko kule FIFA, ameshaenda kuwashtaki klabu ya Yanga, ambao klabu ya Yanga kwa za ndani ambao ziliweza kuzipata makocha ambao inawataka kinaga ubaga ni kocha ya zamani wa timu ya Simba South Africa. Naona timu za Tanzania zimekuwa zikiwapenda sana wa South Africa mara baada ya timu ya Simba kuweza kwenda kumsajili kumchukua Steve Barker kwenye kikosi cha Stellenbosch pale nchini South Africa, kinashiriki ligi kuu pale nchini South Africa. Basi na wao Yanga wameamua kuwajibu watani zao wa jadi timu ya Simba na kwenda kumchukua kocha Fadlu, kocha Fadlu Raymond Davis, kwa sababu hapo mwanzo tuliweza kupata taarifa ya kwamba Fadlu Davis alikuwa akimhitaji sana beki wa klabu ya Yanga kwenye klabu yake ya Raja Casablanca, beki Ibrahim Baka, lakini Yanga wakaona tukurahisishie, wewe unamtaka Baka, basi sisi tukufuate tukulete hapa kwenye kikosi chetu cha Yanga ili uweze kucheza na Ibrahimu Abdullah Baka, kwa sababu ulikuwa na mhitaji sana. Na kwa falsafa ambazo anazo Fadlu Raymond Davis, sidhani kama atakuwa ni kocha sahihi kwa upande wa Yanga, kwa sababu sisi tunafahamu falsafa ambazo Yanga wanazo ni mipira mirefu na mipira ya kimbia na mipira ya nguvu, yani zile winga teleza. Lakini kwa upande wa mpira ambao Fadlu Raymond Davis amekuwa akiucheza, sidhani kama ataenda kufiti kwenye kikosi cha Yanga, japokuwa wao viongozi wa Yanga na mashabiki kwa ujumla wameona kocha Fadlu Raymond Davis anawafaa. Kama ambavyo tunafahamu, tuliweza kumuona akiwa katika klabu ya Simba, alikuwa anapenda sana timu yake iweze kuchezea mpira, iweze kupiga pasi fupi fupi na kufika mpaka kwenye lango la mpinzani kisha kufunga. Lakini kama ambavyo tunafahamu, huo sio utamaduni wa Yanga. Utamaduni wa Yanga ni mbio. Kama tuna kumbukumbu nzuri wakina Donald Ngoma, wakina Simon Happy God Msuva, Fisto Kalala Mayele, walikuwa ni watu ambao wanajua sana kufukuzia upepo, lakini Yanga wameamua kumleta bwana Fadlu Raymond Davis, na sasa hivi tunavyozungumza kesi tayari iko FIFA. Bwana, mimi niseme kwamba sina la ziada. Kutokea mwanzo mpaka mwisho wa exclusive hii bomba kabisa, ulikuwa nami presenter wako kwa siku zote Richmo TZ. Niseme kwamba usisahau kusubscribe channel yako bomba kabisa, channel yako pendwa kabisa ya Bongo 9, ili uwe unapata taarifa zetu za kimchezo na burudani kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Bye bye. Once again, it is Richmo TZ.